Mzee kunyosha mambo vipi? Mambo safi, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko poa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda, kama haendi unaenda mwenyewe, siku zote ndo kauli mbiu. Watani zenu Simba au mashabiki wa Simba naweza nikasema wanawashangaeni nyinyi Young Africans kutambulisha wachezaji wenu usiku, ili hali wao Simba wanatambulisha wachezaji wao mchana majira ya saa 7 mchana. Wanahoji kwa nini? Wanasema safari hii watachimba dawa sana Jangwani. Ndio kauli mbiu ambayo mashabiki wa Simba wanaizungumza hivi sasa kutokana na nyinyi Young Africans kutambulisha wachezaji wenu usiku, ili hali wao Simba wanatambulisha mchana. Tuanzie hapo. Kwanza kupanga ni kuchagua manake. Kupanga kama ni kuchagua, Yanga wameona watambulisha wachezaji wao usiku, hatuwezi jua sasa wachezaji ambao wanawaficha ni wanamna gani. Ni mwenyewe na shauku kubwa manake ni waone manake. Sasa na kitu cha ajabu nachoshangaa manake mchezaji anatambulishwa saa 8 za usiku, ni wakati watu muda huo ambao ndo wameshalala. Sasa sielewi ni kitu gani ambacho wao wanachokificha, kwa sababu kama ni mchezaji wako ni mchezaji wako tu. Una haki manake ya kumtambulisha mambo hadharani, sio yani saa 8 za usiku watu washalala, sijui saa 6 huko unamtambulisha mchezaji. Sielewi wao ndo wanajua namna gani ambao manake wanaona inafaa kufanya hivyo, lakini kwangu mimi, kwa upande wangu mimi naona ni habari ambazo zimepitwa na wakati, ni ushamba ndani wake upo yani wa kutosha kabisa, kwa sababu kama mchezaji umemsajili, kashamwaga wino, basi yani mtambulishe, yani manake kinaga mwaga watu mchana watu muone hivyo. Lakini unapomtambulisha mchezaji usiku ni nini sasa? Au mchezaji mbovu labda inawezekana wachezaji wabovu ndio maana wanaogopa kutambulisha wachezaji mchana. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama ina mantiki na sioni kama manake ina tija, kwa sababu hivyo vitu tayari vishapitwa sasa hizi. Sio umeona bwana, kama Azam, Simba wanatambulisha wachezaji wao ambao wamewasajili kwa muda ambao manake mwafaka, watu wanawaona, watu wana comment, watu wanafanyaje hivyo. Asome kwa usiku manake tumekuwa ganga kienyeji au hujapendezewa nyeli jambo. Mimi kiukweli hii tabia ambayo kutambulisha wachezaji usiku kwangu mimi naona kwangu haifai, na wala sioni kama ina tija aina yoyote. Yani sielewi. Makocha wakati mwingine tunaona wanatambulisha usiku, wanatimulia usiku. Hayo mambo tunayaona haya. Akufukuzwa sawa, lakini kumtambulisha mtu ambaye anakuja kuitumikia katika klabu, mtambulisha mapema. Kwa nini umtambulishe usiku watu wamelala? Yani ile sasa manake asubuhi ukiamka unaamka na kipolo sasa. Hiyo yani official. Kwa sababu wengine unakuta wamelala, ni watu unawaweka tension, jamani leo kaeni mkakula. Kwa hiyo nataka niambia ni watu hawana kazi za kufanya, wasilale usingizi, wasubirie jambo la kumtambulisha mchezaji. Sio kweli. Kwangu mimi sioni kama ina tija yani. Wala yani haiongezi kitu chochote. Au wakiona kama vipi wasitambulishe. Tuje tu tushuhudie siku ya mwananchi, basi ndio tutambulishie. Ingekuwa hivyo basi wanyamaze tu kimya kama vipi. Wewe unaungana na mashabiki wa Simba kuhusiana na kusema watachimba dawa sana safari Jangwani kwa utambulisho huu ambao na usajili ambao unaendelea ndani ya club ya Young Africans? Mimi huwa siku zote huaga manake naongea ukweli. Siwezi kusema kuwa manake Yanga inaweza ikapotea au inaweza manake isipotee. Ngoja tuone ligi kwa sababu haiko mbali, tutaona wapi panapovuja. Acha inyeshe, mvua inyeshe kubwa, tuone wapi panapovuja. Kusema kwa sababu mimi nauheshimu sana mpira. Unaweza kaongea hapa alafu mwisho wa siku maneno yako wewe mwenyewe ukashindwa manake kuyarudisha tena mdomoni. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea kitu chochote, lakini nina mashaka makubwa kiuhalisia. Nikiangalia na mashaka makubwa na timu yangu kuwa manake huu usajili unaofanyika utakuwa na tija au hauna tija. Yani hilo shaka ninalo, kwa sababu nimeshaona manake madirisha kibao tumeshafeli, umeshaona. Kwa hiyo hilo shaka, kwa shaka kama hiyo, pressure hiyo kweli kusema za kweli mimi ninayo. Ila ni kwa sababu viongozi wao wanafanya kazi yao, wacha wafanye kazi yao, tuone baadaye tutakuja kuwauliza nini ambacho walichokuwa nakifanya. Hata ubizi ambao uliokuepo sasa hizi tutawauliza, kwa hiyo ubizi wote ndio umetuletea hiki. Tutauliza sasa hizi, acha tusicomment kitu chochote kuhusiana na size usajili ambao unaoendelea. Bwana, mara baada ya ligi kuu ya NBC Premier League ratiba yake kuweza kutangazwa, Simba na Yanga wanaonekana wanatumia uwanja wa Uhuru. Sasa watu wanajiuliza, mbona uwanja wa KMC uko wazi? Hauna mwenyeji pale. Angalau timu moja ingekuwa KMC, nyingine ingekuwa uwanja wa Uhuru. Kwa nini Kulwa na Doto Simba na Yanga wanafuatana sana kutumia uwanja mmoja, lakini mwisho wa siku hawamalizi kwenye uwanja mmoja? Kila mtu anakula kona zake. Au unakuta katikati ya ligi wanatengana, mwishoni wanakuja kubanana kwenye uwanja mmoja. Haya mambo ni mambo ya namna gani? Unajua nini? Hii ni tamaduni. Kwa kama tamaduni lazima tuiache kama ilivyo, kwa sababu ndio tamaduni zetu tulizojijengea sisi Simba na Yanga. Kweli Simba na Yanga
ni Kulwa na Doto. Uwanja ule ule saizi tunaugombania wote, tunataka tuutumie ule ule, ndio uwanja wetu wa nyumbani. Lakini mmoja atapofanya vibaya tu anamtafuta mchawi mwenzie, anakimbia, anaondoka. Hiyo lazima wewe, hawezi kumaliza msimu pale. Yaani hiyo nakuhakikishia kabisa, hakuna mtu pale atamaliza msimu. Aidha wote waondoke au mmoja abaki. Hivyo ndivyo inavyokuwa, kwa sababu hata ukija ukiangalia walianza complex ya Azam. Umeshaona wakatoka hapo KMC pale, mwingine akaenda Isamuo huko tena, watu wamefuatana huko tena, watu ule muondoka amerudi tena KMC. Ndivyo yani, maana tumeshazoea kwa Simba na Yanga ni Kulwa na Doto, ndio utamaduni wetu tumetengeneza hivyo. Kwa hiyo nafikiri maana yake sioni kama lakini kuna tija, kwa sababu viwanja vipo vingi, ingewezekana kabisa kutoa nafasi kila mtu akatumia uwanja wake ambao wewe anataka nyumbani, lakini kama wameona kuwa wakae pamoja, ila naamini kabisa uwezo wa kukaa pamoja hawana. Uwezo wa kukaa pamoja hawana. Kwa nini? Hapo kuna mmoja lazima atampisha mwenzie. Ni kwa sababu mwanake timu zetu zinaamini sana ulozi, zinaamini sana tunguli kuliko uhalisia manake uwanjani, yani kuliko benchi la ufundi. Yani hizi timu zetu zinaamini sana ulozi kuliko benchi la ufundi. Kuliamini. Amini hivyo. Kwa hiyo itatokea tu mtu akivurunda tu pale mechi yake pale nyumbani pale, anaona kama mwenzie tayari kashamwekea ulozi, kashamloga, ndio maana anafanya vibaya. Kumbe kasahau katika usajili alikosea, katika benchi la ufundi kashindwa kuliamini. Unakumbuka kashfa ile ambayo ilitokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati unatengenezwa, kuna vitu vilifukuliwa pale na mamlaka ilificha kutaja klabu husika ambayo ilifanya yale mambo pale uwanjani, lakini lilitoka tamko kupitia wizara husika kwamba haya mambo yasijirudie katika uwanja wa Uhuru. Haya mambo hawezi yakajirudia tena kwa vilabu vya Simba na Yanga. Baba mlamba asali, yani manake haishi. Mlamba mpaka buyu lote liishe. Wewe bwana wewe. Ndio nakwambia hivyo, mlamba asali mpaka buyu lote liishe, ndio maana natanya hapa sasa manake imeisha. Kwa hiyo yani manake pale yani kama kawaida vitafanyika. Nilikwambiaje? Nikakwambia hivi, umeona kule Isamuo ule si uwanja wa jeshi unaingilika, lakini watu wameingia watu hawajafanya mambo yao. Hizi timu achana nazo, yani hivyo vitu lazima vitafanyika tu, iwe sio yani pamoja serikali manake imezuia watu pale, vichwa vya mbuzi watafikiria kama kawaida, vichwa vya nini si paka si nini pale atafikiriwa kama kawaida yani hivyo ni lazima ni manake. Hata weke ulinzi, hasa vitu vinasaidia kitu gani? Havisaidii kitu chochote, havina msaada wote, basi tu ni ujinga, tuna upumbavu, havina msaada wote. Na mimi nashangaa sana viongozi wetu wanaunga mkono vitu kama vile havina msaada ina wote. Mpira unaeleka kabisa, ni protocol yake. Mpira ni nini? Mpira ni mazoezi, kuwa na benchi nzuri, kuwa na wachezaji wazuri, ndio mpira utacheza. Wewe loga fanyaje kama una wachezaji wazuri uwezi manake kushinda mechi. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa vitu ambavyo vifanya manake wanatuharibia tu viwanja basi. Wanafanya vitu vya ovyo yani, manake hata duniani huko havipo. Unaenda kufukia kichwa cha mbuzi cha nini sasa? Unamfukia paka sio wa nini? Ni vitu vya ovyo. Havipo, vimeshapitwa na wakati. Sasa mpira hauchezwi kwa tunguli. Mpira unacheza sasa, wekezeni hela, sajilini wachezaji wakubwa. Na mpira mtauona sio tunguli. Tunguli sasa alichezi. Wewe unakuja tunguli lako afu unakuta Mbeya City anakupasua. Na matunguli yako hivyo hivyo. Na una wachezaji wa kimataifa, Mbeya City hana wachezaji wa kimataifa la nini, lakini anakupasua. Kwa sababu mnaamini manake tunguli alichezi. Kinachocheza ni nini? Ni ufundi, technical bench na wachezaji wazuri ndio inafanya kazi. Kama una benchi nzuri, una wachezaji wazuri, huwezi kupata matokeo. Utapataje matokeo wakati una wachezaji wabovu? Una timu mbovu, utapataje matokeo? Alafu unategemea ulozi manake ndio ukusaidie wewe kupata matokeo. Huo ni uongo. Tunakuwa tunadanganyana, ndio maana kila siku tunafukuza makocha. Kwa sababu manake hatujui wapi ambapo manake, yani wewe unaangalia pale ulipoangukia, hujui ulipojikwalia wapi. Ndio shida hiyo. Kauli yako nipi sasa kwenye kuelekea ukamilisho naweza nikasema wa usajili wa wachezaji wa vilabu vya Simba na Yanga kuelekea ligi kuu ya NBC Premier League na mashindano ya kimataifa? Dirisha liko wazi. Na kwa bahati mbaya kabisa mpaka dakika hii hapa katika register FIFA Simba na Yanga hakuna hata mchezaji hata mmoja alioregistiwa ni kwenye FIFA. Ina maana watu wanajipanga, watu wapo msituni, watu wanasajili.
wasajili wachezaji wazuri, si wasajili mradi wachezaji tu, wasajili wachezaji wazuri. Sisi tunategemea manake wakaenda kimataifa tuwakilishe vizuri, tuweze kufika hatua za mbali. Tumeshachoka kila siku manake makundi tunaishia robo. Hiyo saizi za malizo zilishapita. Saizi Tanzania na sisi mpira umekuwa, kama vipaji tunavyo, wajitahidi kutafuta wachezaji wazuri watakuja manake kuwakilisha klabu vizuri ifike mbali. Wasiamini ulozi. Bwana mzee wa kunyosha, mimi nikushukuru na nikutakieni kila laheri kwenye harakati zenu za kupambania mashindano haya ya ligi ya mabingwa barani Afrika na ligi kuu ya NBC Premier League na mashindano mengine ambayo vilabu vya Simba na Yanga vitashiriki. Asante sana, nashukuru sana Miasa. Shukrani sana. Asante.